Kwa Apolo alikuwa ana nia ya kulisaidia kanisa. Alikuwa amefundishwa habari ya njia ya Yesu na roho yake ilikuwa inamuwaka, alikuwa anakeleketwa kusaidia kanisa la Mungu. Lakini alikuwa amefundishwa habari ya ubatizo wa Yohana tu. Hakuelewa kwamba sasa tunabatizwa kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu naendelea, maandiko nasema akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila, sema kwa sauti, Priscilla na Akila. Maandiko nasema hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Huyu ni Priscilla na Akila. Hao walipomuona wakatambua huyu ana neema katika maandiko, wakajua huyu amebeba uwezo usio wa kawaida wa kulitafsiri neno la Bwana, wa kuchambua maandiko. Kwa walipoona ya kwamba ana udhaifu, ananena kwa ujasiri, lakini katika kunena kwake anaujua ubatizo wa Yohana tu, kwa hakunena kwa ukamilifu. Maandiko yanasema wakamchukua wakaenda naye nyumbani kwao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu angalia kitu Biblia inasema, mstari unaofuata. Anasema na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamuhimiza, wakawaandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Kwa alipokuwepo pale, maandiko yanasema hakukaa sana, akawa anaondoka anaelekea Akaya. Na alipokuwa anaelekea Akaya, kwa sababu Priscilla na Akila walikuwa wameshamfundisha kwa usahihi njia ya Bwana, alikuwa anaondoka akiwa na ufahamu zaidi. Ninaeleweka anachokizungumza? Kwa wakamsaidia kuelewa zaidi kwa usahihi njia ya Mungu. Maandiko yanaendelea nasema hawakuishia hapo, wakamsaidia pia kumtambulisha kule Akaya. Wakamwambia jamani, huyo mtu ana neema katika maandiko, mpokeeni. Naeleweka anachokizungumza? Kumbuka alipoenda hakunena kwa usahihi sana mwanzoni alipokuwa katika sinagogi, lakini Priscilla na Akila wakamchukua nyumbani kwao, wakamuongezea maarifa, alafu wakamuagiza aende Akaya. Maandiko yanasema ndugu wakamuhimiza, wakamwandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Naye alipofika, hem tuseme kwa pamoja, naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Maandiko yanasema huyu mtu alipofika Akaya aliwasaidia sana watu wa Akaya. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna mtu anaitwa Priscilla na Akila, walikuwa na uwezo wa kuona neema aliyoibeba, alafu wakamsaidia kukua zaidi, alafu wakafanyika msaada kule wapi? Naeleweka anachokizungumza? Alafu mstari wa mwisho anasema kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa. Huwa nafurahi nikifika mahali hapa. Anasema alipofika kule neema sasa imeongezeka. Kwanza alikuwa na neema katika maandiko. Pili, kuna watu hawakumdhalau kwa sababu ya udhaifu wake, hawakumtupa. Ingekuwa kanisa la leo wangesema kuanzia leo hautakanyaga tena madhabahuni. Lakini wale watu waliona neema, wakaona na udhaifu, wakasaidia udhaifu, wakaichochea neema, alafu wakamtuma tena, wakamtangazia kwamba jamani mpokeeni. Na kule Biblia inasema akawashinda Wayahudi kabisa kabisa, kwa sababu walikuwepo Wayahudi walikuwa wanapinga imani ya Yesu Kristo, wakiwasisitiza watu kurudi katika Torati. Lakini huyu mtu alikuwa anaijua vizuri Torati na ameijua neema ya Mungu, kwa alikuwa na uwezo wa kulichambua neno na kuthibitisha kweli ya Mungu kwa maandiko. Alipofika kule Akaya, maandiko yanasema aliwasaidia wale watu wa Akaya, kwa sababu aliwashinda Wayahudi wapinzani waliokuwa wanapinzana na kweli ya Mungu. Aliwashinda kabisa kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote. Yaani alikuwa anaeleza kwa ujasiri mbele ya watu wote, akawashinda Wayahudi kabisa kabisa, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni nani? Kristo. Hebu mpigie Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Huyu anaitwa Apolo. Ni wangapi watainuka leo wawe akina Priscilla na Akila? Ni akina nani leo watainuka wawe akina Apolo? Wanasema pamoja na kwamba tunajua mambo machache, lakini tutawasaidia wengine. Pamoja na kwamba tuna vitu vichache, lakini tutakeleketwa, tutaacha ule moto ulio ndani yetu utumike kama kichocheo cha kutusaidia kuinua maisha ya watu. Ijapokuwa sijui sana neno la Mungu, lakini hichi kidogo ninachokijua naweza nikamwambia mtu akaokoka. Ijapokuwa sielewi sana habari ya maombi, lakini naweza nikamshika mwenzangu mkono nikaomba naye. Ijapokuwa sielewi sana mambo ya Mungu, lakini naweza nikamwambia mwingine tuje ibadani. Haleluya. Haleluya. Ungapo anaelewa ninachokizungumza? Wanaitwa Priscilla na Akila. Tunahitaji kama kanisa tujifunze kuishi kama mwili. Hao watu walikuwa wanaelewa kwamba tunaujenga ufalme wa Mungu. Kwa walikuwa wanabebana katika madhaifu, walikuwa wanasaidiana, mwisho wa siku injili ya Kristo isonge mbele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.